Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huko tukitumainia kwamba mnaendelea salama salimini, na kwa mara nyingine tena tunakuja kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa mara hii tutakwenda kuanzia mkoani Maniema, ambako katika kijiji cha Lokando karibuni na jiji kubwa la Kindu, wapiganaji wapatao 1542 ama 1542 kombata wa zamani wa makundi ya silaha ya Maimai wametoa silaha zao kwa hiari, ambavyo ni risasi na vifaa vya kijeshi katika mfumo wa mpango wa utoaji wa silaha urejeshwaji katika jamii wa PDDRCS. Sherehe hiyo ilifanyika mwishoni mwa wiki iliyopita. Inaonekana kama mchakato muhimu kuelekea utulivu katika eneo hilo lililokumbwa na miaka ya ukosefu wa usalama. Sherehe rasmi ilihudhuriwa na maafisa wa mkoa, wawakilishi wa PDDRCS pamoja na washirika wa mpango wa amani. Viongozi wa mpango huo wanasema kuwa kutoa silaha huko ni matokeo ya kampeni ndefu ya uhamasishaji iliyofanywa pamoja na jamii za kienyeji, vikosi vya ulinzi na usalama, mashirika kirahia na viongozi wa dini. Kati ya wapiganaji waliorekodiwa wanaume ni wapatao 1115 ama 1115 garçons, na wanawake ni 427 ama 427 femmes, jambo linaloonyesha ushiriki wa makundi mbalimbali ya kijamii katika mchakato huu wa kuhamia kwenye maisha ya kirahia. PDDRCS sasa inapanga hatua za kusaidia kuingiza wapiganaji hawa katika jamii na uwekezaji wa kiuchumi ili kuwapa fursa mpya na kupunguza uwezekano wa kurudi kwenye vurugu. Pia kipaumbele maalum kimepewa watoto waliokuwa wakihusiana na makundi yenye silaha, ambapo watoto wapatao 41 ama 41 waliotambuliwa, wakiwemo wasichana 22 yani 22 filles na wavulana 19 garçons, watapokea msaada maalum kwa ajili ya malezi na kuanza upya maisha mapya katika jamii. Hatua hii ya hiari ya kutoa silaha inasifiwa na wanaharakati wa amani kama ishara chanya kwa uthabiti wa muda mrefu na kurejea kwa usalama katika mkoa wa Maniema, huku ikijumuishwa katika juhudi pana za serikali ya Kongo za kuleta amani mashariki mwa nchi. Na katika nyanda ama katika upande wa kidiplomasia, diplomati wa Marekani Bwana James Swan alianza rasmi kufanya kazi Jumanne na tarehe 7 Aprili mwaka huu kama mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiongozi wa Umoja wa Mataifa wa mpango wa ustawi na utulivu MONUSCO. Kuteuliwa kwake kunakuja katika kipindi ambapo mashariki mwa nchi bado yanaendelea kukumbwa na ukosefu mkubwa wa usalama na kuongezeka kwa vurugu za silaha, licha ya juhudi za kimataifa za kuleta amani. Iliyopitishwa Disemba mwaka 2025, azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2808 ama 2808 limepanua muda wa MONUSCO hadi Disemba 20 mwaka huu wa 2026 na kubadilisha kipaumbele chake kulingana na hali ya usalama ilivyo kwenye uwanja wa vita. Uamuzi huu unamaanisha kusimamisha mpango wa taratibu za kupunguza nguvu za kikosi cha MONUSCO kutokana na hali mbaya inayoendelea katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na hata Kivu Kusini, ambapo makubaliano ya kusitisha mapigano bado ni dhaifu na mara nyingi yanakiukwa. Tofauti na azimio zilizopita ambazo ziliangazia hatua za taratibu za kuondoa nguvu za Umoja wa Mataifa, azimio hilo la mwishoni mwa mwaka wa 2025 linaagiza MONUSCO kuendelea kuwepo na kuimarisha shughuli zake kwenye uwanja wa vita. Pia linaanzisha mfumo mpya wa diplomasia, ukiwemo makubaliano ya amani ya Washington yaliyosainiwa Juni mwaka 2025 kati ya DRC na Rwanda, pamoja na makubaliano ya amani ya Doha yaliyochukuliwa Novemba mwaka huo. Katika muktadha huo, mpango wa MONUSCO unaitwa kucheza nafasi zaidi katika kusaidia kusitisha mapigano kwa kudumu, hasa kupitia mfumo wa ukaguzi na uhakiki. Mabadiliko haya yanaonyesha mapenzi ya Baraza la Usalama la kuunganisha juhudi za kijeshi na diplomasia ili kuleta utulivu mashariki mwa DRC.
Azimio hilo linaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la matumizi ya teknolojia za kisasa za kijeshi na makundi yenye silaha kama vile misili za Solar na drone kamikaze ambazo zinachangia kuharibu zaidi hali ya usalama. Ili kukabiliana na hali hiyo, MONUSCO sasa inaidhinishwa kufanya operesheni za kijeshi za kulenga kundi maalum kupitia brigade yake ya uingiliaji kwa lengo la kuzimua makundi ya silaha yenye hatari kubwa. Kipaumbele kingine cha azimio hiyo ni kufanya vita dhidi ya ukosefu wa adhabu, kulinda watoto walioathiriwa na mzozo na kuimarisha mfumo wa sheria hasa kuhusiana na ukatili wa kingono. Azimio linaeleza pia kusitishwa na mashambulio la hivi karibuni la kundi la silaha la M23 na linataka Force de Defense Rwandaise ama RDF kuondoka kutoka eneo la Kongo. Linalazimisha MONUSCO pia kusimamia utekelezaji wa marufuku ya silaha pamoja na kupambana na matumizi ya kuingilia GPS ambayo yanaongezeka katika maeneo ya migogoro ili kuharibu usalama na operesheni za amani. Hatimaye Baraza la Usalama linaonya dhidi ya shambulio lolote dhidi ya walinzi wa amani au wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na linaagiza kuondolewa mara moja kwa vikwazo vyovyote vinavyozuia uhuru wa MONUSCO kuhamia. Kwa kipaumbele hiki kilichopanuliwa, James Swan anakabiliwa na jukumu nyeti likiunganisha shughuli za kijeshi, diplomasia na ulinzi wa raia katika mojawapo ya muktadha wa usalama dhaifu zaidi duniani. Jukumu lake litakuwa muhimu katika kuratibu juhudi za kimataifa, kusaidia utekelezaji na makubaliano ya amani na kuongoza mchakato wa kuleta utulivu endelevu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika muktadha wa kisiasa, ombi ama petition ya wananchi iliyobeba sahihi zipatazo 100,000 ama 100,000 signatures imewasilishwa rasmi siku ya Jumanne katika ofisi ya bunge la kitaifa huko mjini Kinshasa na ujumbe wa vijana kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mpango huo wa kiraia unalenga kuomba marekebisho ya katiba ili kwa mujibu wa waandaaji wake kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kuendeleza juhudi zake za kijeshi na kisiasa hadi kumaliza vita vinavyoendelea katika eneo hilo la nchi. Ujumbe huo uliowasili Kinshasa tangu tarehe 4 Aprili ya mwaka huu unasema kuwa uliweza kukusanya sahihi hizo ndani ya kipindi cha miezi mitatu, hasa katika miji ya Goma na Bukavu ambayo ni maeneo makuu ya mvutano wa kiusalama mashariki mwa nchi. Akizungumza kwa niaba ya waanzilishi wa jambo hilo, Aba Kanane alieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuona taasisi za kitaifa zikirekebisha mfumo wa kisheria ili kuenenda na hali halisi ya kiusalama. Waliosaini wanaamini kuwa hali ya vita inayoendelea wanayohusisha na ushiriki wa Rwanda pamoja na usaidizi wa ndani inahitaji hatua za kipekee ili kurejesha amani ya kudumu. Hatua hii inakuja katika kipindi ambacho vurugu zinaongezeka katika mikoa ya mashariki ambako mapigano yanahusisha hasa waasi wa M23 na washirika wao yanaendelea kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo hilo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha kabisa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.